Bwana, mimi nashukuru sana wanahabari wote. Mimi ni miongoni mwa watu ambao tuliokuwepo Dodoma. Mimi nasikitika sana wakati natengenezwa ile klipu ya kupongezwa Mangungu, mimi nilikuwepo. Umenielewa? Ile klipu inatengenezwa, mimi niliwauliza, tunatengeneza hii klipu kwa maslahi gani? Wakaniambia tutapata kiasi fulani. Mimi nikamwambia tutafanikiwa kupata hichi kiasi, lakini je, mashabiki waliokuwa mtaani tutawatendea haki? Mimi nikajitoa kwenye klipu, lakini waliokuwepo kwenye klipu wameonekana wanasema Mangungu wa pepi. Unajua, tunapozungumzia anguko la Simba pamoja nao pia machawa, ifiki wakati tuseme kweli. Machawa ambao ni wakina nani? Wote walionekana kwenye klipu, mimi nawataja wazi wazi kwa maslahi mapana ya Simba. Alikuwepo Dr. Mo, alikuwepo GB 64, alikuwa mchungaji wa Simba, alikuwepo Pasi Milioni. Of course, unaposema Mangungu apepewe kwa kigezo gani? Unajua, huyu Dr. Mo na wenzake wakina Mnandi walikuwa wengi sana. Nisikilize vizuri, walisema kwamba Mangungu hafai. Hawa ndio walituaminisha kwamba Mangungu wanatuumiza. Imekuwaje leo hii wanageuka wanasema Mangungu mitano tena, wanasema Mangungu apepewe kwa kipi? Unajua, sajili bora labda. Unajua, tuwe wa kweli. Mimi nikwambie wazi wazi, umenielewa? Mimi na wao ujue, katika wale ambao watu waliochaguliwa wapo 11 kama sio 12 wameitwa na huyu mwenyekiti ili wamsifie, kwa sababu mwenyekiti sasa hivi kaona upepo mbaya, kaona safari hii watu wamuhitaji, na kweli anang'oka, umenielewa? Lakini aweza katafuta mainfluencer ambao wenye nguvu ili waweze kumbeba kwa aina moja au nyingine. Kwa hiyo wana grupu yao, na mimi mwenyewe niliposti kwenye hiyo grupu, wallahi nakwapia, wakaniposti kwamba mimi nawaumbua. Na mimi niwaambie tu wanahabari, mimi na jasusi wangu mule kwenye hilo grupu lao, umenielewa? Na wakibisha mpaka kiasi walichopewa mimi nakijua. Umenielewa? Wakibisha wameniposti kwenye hilo grupu lao kwamba mimi nimefanyaje na waharibia. Na sisi tunasema haya kwa maslahi mapana ya Simba. Haiwezekani muitumie Simba kwa maslahi yenu binafsi. Umenielewa? Ujue kuna mashabiki ambao wako mtaani wanaumia. Huyu Mangungu kwenye utawala wake, kwanza katika kiongozi ambayo aliyetuangusha ni huyu Mangungu. Sisi leo hii tunaitwa gawa utamu. Leo hii sisi tunafungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Tunafungwa na Azamu mara 2 mfululizo. Tena Azamu wenye under 20. Leo hii tusimame tuseme nani Mangungu anafaa kwa kipi? Umenielewa? Unaweza ukasema kwamba kuna Mangungu na upande wa mwekezaji. Anayesajili wachezaji nani? Umenielewa? Kama kuna shida, kwa nini wewe ni mwenyekiti, kwa nini utoki ukasema? Wewe kazi yake. Mimi jana nilisikitika sana baada ya kuona ile klipu yupo na engineer. Anacheka na engineer. Ujue kwenye ile klipu ukiangalia kuna wengine watasema mpe mbinu mzee huyo. Mzee ana mbinu, mfundishe mbinu. Aisee, ni kitu ambacho cha kushangaza kweli kweli. Una furaha gani kuwepo ndani ya Simba wakati Simba inapitia mateso ya namna hii? Na mimi lawama kubwa ni wapi hawa machawa? Umenielewa? Hawa wanatumikia Simba kwa maslahi yao binafsi. Hawa hawana mapenzi ya kweli. Na mimi niwaambie kitu ambacho nyinyi wanahabari hamjui. Nyie mtaitwa siku mbili hizi, wanaandaa tuseme klipu fulani ya kumsifia Mangungu. Umenielewa? Muda wote, wakati wote mtapigiwa simu, mtaambiwa Mangungu ana baya. Umenielewa? Mangungu ana baya kwa kipi? Huyu Mangungu hafai. Na sisi tunawaambia tu Watanzania wote ili waelewe hili jambo linaloendelea ndani ya Simba. Kuna watu ambao wanatumika, wamepewa hela na kiasi pia tunakijua, na wameunda grupu ili waseme kwamba Mangungu apepewe, Mangungu ana baya. Mimi niwaambie tu wanahabari, mzungukieni wote wale niwataja, mpaka Mandala naye, mpaka Mnandi. Waulize, je, Mangungu anafaa fai? Watakwambia Mangungu mitano tena kwa kipi? Unajua, ifiki wakati tuseme ukweli. Tunalalamika timu inapitia nyakati ngumu, lakini sasa hivi hawa machawa nao wanatuangusha kwa